Hali ya utulivu imetokea katika kijiji cha Mpogoro, kata Miomboni, wilaya Mbarali, mkoani Mbeya, kufuatia tukio la kuuawa kwa mkulima Jonisa Mberema mwenye umri wa miaka 44 iliyodaiwa kushambuliwa na mfugaji alitambulika kwa jina la Mwanayele wakati akifukuza mifugo yake iliyoingia kwenye shamba lake. Baada ya tukio hilo, mfugaji huyo alikimbia na familia yake kuelekea kusikojulikana huku akitelekeza mifugo yake, jambo lililochochea hasira kwa wananchi waliodai kulipiza kisasi cha kuua zaidi ya ng'ombe 60 kwa kuwacharanga mapanga kama ishara ya kupinga matukio hayo ya mara kwa mara ya uvamizi wa mifugo kwenye mashamba yao. Wananchi wa kijiji hicho wamegoma kuzika mwili wa marehemu kushinikiza serikali kuingilia kati, wakieleza kuwa wamekuwa wakipata mateso kutokana na mifugo hiyo kwa zaidi ya miaka 15 bila kudhibitiwa na hatua kuchukuliwa, huku wakitaka viongozi wa juu wa serikali kufika kijijini hapo kusuluhisha mgogoro huo. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema marehemu alijeruhiwa vibaya na kukimbizwa hospitali, lakini alifariki njiani wakati akipelekwa kwenye hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, huku baadhi ya wakazi wakidai kuwa waliwahi kushambuliwa na mfugaji huyo au vijana wake katika matukio tofauti tofauti kijijini hapo. Akizungumza mara baada ya kufika eneo la tukio, mkuu wa wilaya Mbarali Brigedia Jenerali Maulidi Sulumbo amewataka wafugaji kuheshimu mipaka ya shamba ya wakulima ili kuepusha migogoro, huku jeshi la polisi mkoa wa Mbeya likiahidi kumsaka mtuhumiwa huyo ili achukuliwe hatua kali za kisheria na kuwataka wananchi kuepuka kujichukulia sheria mkononi. Toka mkuu wa mkoa Mzee Chalamila Albert Chalamila kwenye kikao cha kamati ya ulinzi wa usalama cha wilaya aliamuliwa na mkuu wa mkoa Mwanaliela akamatwa. Polisi walikuja hapa, tulienda nao msituni kwake kule mlimani. Kwa bahati mbaya, kama unavyozungumza, kuna watu tayari walimpigia simu, hatukufaulu kumkamata. Kilichosikitisha ni kwamba bado pamoja na hayo harakati za kuendelea kumtafuta zilipoa. Kuna wakati huo toka 2015 mpaka 20 kipigo cha kila mwaka kwa wananchi juu ya familia hiyo kilikuwa kinaendelea. Lakini tatizo la huyu mtu mpaka tunasema hivi, Mheshimiwa RPC Mwanaliela hajui kusoma A wala A. Ana watoto zaidi ya 30. Hakuna mtoto hata mmoja anayesoma shule. Anasema yeye, mimi sina serikali katika nchi hii. Tukaamini kwamba kweli huyo ana serikali. Kama uwezo wa Mwanaliela serikali ya wilaya anaishinda miaka zaidi ya 10 na kitu. Tukao tunashangaa. Huyu Mwanaliela amekuwa ni kero. Kama tulifikiri kamanda aje ili tumwelekeze, maana tulikuwa tunaona labda hawa viongozi wa wilaya labda kuna jambo wanalijua, ili ukija bosi wao penginepo atakuelekeza, watupe majibu kwa pamoja. Kama huyu mtu kwa nini anafanya mambo anayotaka, akipelekwa wilayani pale unakuta kesi imeyumba tu, imepotea jumla. Sisi wananchi wa kata hii ya Miomboni tumefika mahali tumekuwa na mashaka kwamba hili tatizo Mwanaliela ni nani kwenye wilaya hii au mkoa huu. RPC, kama usingekuja ungetuma wilaya, wananchi hawa hawangekubali. Kama ulivyoona tukio hili, kupata taarifa mwenzetu aliyopelekwa Mbeya amefariki, wananchi sisi tulikaa na kusema jamani, hili ni tatizo, serikali itatusaidia. Lakini tukio lile tangu limefika hakuna uongozi ulioenda kuangalia kule kwenye tukio lililotokea, na kama walienda maana walishuhudia wakaondoka. Sasa swali linakuja, je, ng'ombe hizi zilizokufa, ili ipatikane suluhu ya Mwanaliela, basi lifanyike ili ipatikane suluhu. Mimi nikuombe RPC wa mkoa lione hili ni tatizo amesababisha Mwanaliela. Hizi ng'ombe ameua Mwanaliela kwa tatizo alilo nalo, kwa sababu kisema amefuta kesi. Haya, marehemu naye amefuta kesi. Ni waombeni ndugu zangu, tatizo la Mwanaliela ni zaidi ya miaka 15 anasumbua. Amejimilikisha. Wala viongozi kama pamoja wanamwangalia tu. Naona hasira. Amejimilikisha pale Marekani pale. Kila ukigusa kwa Mwanaliela, hata kama hamjafia kwa Mwanaliela jamani. Mwanaliela. Ndio kama hivi tumelala macho tunawaza habari ya mang'ombe habari ya mbele mapo. Tukawa
uzikwe, kama unaozea mochwari uozee mochwari. Tunataka sisi viongozi wa ngazi za juu waje watuambie, kwani huyu Mwananyela wana ajenda naye gani? Mbona kama serikali ya kijiji nimemshindwa, wilayani wanamshindwa, mpaka kuona tuseme sasa kama ameshindikana. Haya matukio kwa kweli tuseme sisi wana makata ya Miombweni kwa ajili ya huyu tunaweza tukasema ni kweli ametokea alikotokea, lakini chombo cha dola ambacho ni walinzi wa sisi watoto wao hawajatusaidia sana mpaka limefika tukio hili kubwa la kufa mtu. Kufa kwa mwenzetu huyu, kupoteza uhai wake ni kwa sababu chombo cha dola hakikuchukua hatua inayostahili ili waweze yule mtu kuona amedhibitiwa au amekaa mahali salama na ajue kwamba serikali ipo. Sasa watu wengine wako hapo, ngoja tusikilize, tupate taarifa rasmi. Nadhani tutatoka. Serikali ipo, mimi mwakilishi wenu nipo, tutahakikisha tunashirikiana na wananchi mpaka haki ipatikane. Sawa ndugu zangu? Sawa ndugu zangu, haki itapatikana. Hakuna mtu mkubwa kwenye sheria. Sawa ndugu zangu, hakuna mtu mkubwa kwenye sheria na hatuwezi kuruhusu. Na niwaombe sana ndugu zangu, wakulima na wafugaji, tumeacha kuishi kama ndugu. Upendo umepungua, ndio maana haya yanatokea. Kama tungekuwa tuna upendo, si rahisi mtu kwenda kumuingizia mwenzake mifugo kwenye mazao yake aliyotolea jasho. Mtu ukiwa na upendo huwezi kufanya vitendo kama hivi. Kwa hiyo tumepoteza upendo. Tupendane ndugu zangu. Sisi kama mnavyoona linafanya kazi, wahalifu wanakamatwa. Kama tutamkamata, tutapita hapa ili baadhi ya viongozi na wananchi muone kwamba ndio huyo tulimkamata. Ndiye yeye, kama ndiye yeye tuthibitishie ili kesi iweze kukaa vizuri. Kama alivyosema mkishamkamata endelee naye, tutaendelea naye. Sawa ndugu zangu wananchi. Mimi niendelee kuungana na nyinyi. Poleni sana. Familia nimeona wamefika hapa kutoka Mufindi, kuna shemeji, kuna ndugu hapa. Kwa kweli hilo mlilolisema watoto sasa wanabaki hawana mtu wa kuwasaidia, na ni mtu ambaye alikuwa anajipatia kipato kupitia kilimo. Kwa kweli ipo haja sasa uongozi wa kijiji ni waombe namna ya uingizaji wa hawa wafugaji kwa eneo la kijiji, mweke utaratibu mzuri. Wakati iliyowekwa na halmashauri yetu ya wilaya ya Mbarali ni kwamba kila mfugaji, kabla hujafikiria kununua mfugo wa aina yoyote, iwe ni mbuzi, iwe ni ng'ombe, iwe ni kondoo, ni lazima uwe na eneo la malisho kwanza. Naomba tuelewane hiyo kwa wafugaji wote. Kabla hujafikiria kununua mfugo wa aina yoyote, eneo lolote ndani ya wilaya ya Mbarali lazima uwe na eneo la malisho. Na kama hauna eneo la malisho, hakikisha unakodisha eneo kwa kuuza baadhi ya mifugo yako.